wanavyosema majirani kwamba alivunja muhindi akachoma, akala akasema mimi naenda kazini. Akachukua na fungu akafunga huko kwenye kuku akasema anaenda kazini. Baada ya hapo jioni kuku anataka kuingia kulala, maana funguo ya kwenye kuku ndo waga yeye anayo. Wanataka sasa wafungulie kuku, jamani Shabani mpaka saizi hajafika fungue kuku aingie. Kumwangalia hayupo. Baada ndo kuanza kutafuta ndo anasema kwamba wamemkuta chumbani kajinyonga. Kwa kweli mimi ninavyomjua huyu bwana mdogo alikuwa ni mpole, mstaarabu, hana mambo mengi, na mimi nashindwa kuelewa nini kimemsibu mpaka anaamua kuchukua maamuzi kama haya. Bado tunajiuliza kwa nini vijana wadogo kama hao wanachukua maamuzi magumu kama haya. Kwa mkoa wa Tabora kwa siku ya jana tulikuwa na taarifa ya matukio 4 ambapo tukio la kwanza lilikuwa ni la kosa la kutoa ujauzito mnamo tarehe 6 mwezi wa 4 majira ya saa 12:45 kwenye maeneo ya mtaa wa Singo, kata ya Gongoni, wilaya na mkoa wa Tabora. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 21, kabila lake ni Mpare, Mkristo, mkulima na mkazi wa kata ya Gongoni, aligundulika kutoa ujauzito unaokadiriwa kuwa na umri wa miezi 6, kisha kuweka kwenye kopo na kutupa katika mfuko wa kuhifadhia taka nje ya nyumba anapoishi. Tayari mtuhumiwa huyo amekamatwa pamoja na mtaalamu wa maabara binafsi ambaye alimpatia dawa za kutoa ujauzito huo, naye pia amekamatwa. Huyu mtuhumiwa mwingine ni mkazi wa Chemchem mwenye umri wa miaka 25 na ni Msukuma. Kiini cha tukio hilo ni maamuzi ya mwanamke huyu kutoa ujauzito baada ya mwanaume ambaye amempa huo ujauzito kukataa ujauzito huo, na mbinu aliyotumia ni kumeza dawa kisha kutoa ujauzito huo na kuweka kwenye kopo na kwenda kuutupa kwenye mfuko wa kuhifadhia taka nje ya nyumba yao. Mtuhumiwa huyu amepewa fomu namba 3 na chini ya ulinzi wa polisi amepelekwa hospitali ya Kitete kwa ajili ya matibabu na uchunguzi zaidi wa wataalamu wetu wa afya. Tuna tukio jingine la taarifa ya kifo ambapo tarehe 6 mwezi wa 4 majira ya saa 11:30 jioni kwenye maeneo ya mtaa wa Kizigo, kata ya Ng'ambo, wilaya na mkoa wa Tabora, Shabani Luhende Mayunga, huyu ana miaka 25, ni Msukuma, Muislamu, mkulima na mkazi wa Kizigo, kata ya Ng'ambo, alikutwa akiwa amejinyonga kwa kujining'iniza kwa kamba iliyosukwa kwa kitambaa ambayo aliyefunga kwenye kenchi ya nyumba moja katika chumba cha nyumba ya baba yake mkubwa ambayo anaishi naye. Chanzo cha tukio hili bado kinachunguzwa na mbinu ambayo ametumia ni kufunga kamba kwenye kenchi ya nyumba na kisha kujivika kitanzi na kujining'iniza. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa Kitete kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Aidha, tuna tukio la taarifa ya kifo la tarehe 6 mwezi wa 4 majira ya saa 1 za usiku katika maeneo ya kijiji cha Igembe-Nsabu, kata ya Uyui, wilaya na mkoa wa Tabora, ambapo mwanaume mmoja aliyetambulika kwa majina Angalawa Idi, huyu ana umri wa miaka 50, ni Mnyamwezi, Muislamu, mkulima na mkazi wa Igembe-Nsabu, kata ya Uyui, alikutwa akiwa amejinyonga kwenye mti uliokuwepo karibu na mpaka wa shamba lake kwa kutumia kamba ya mtundu aliyokuwa ameifunga kwenye mti na kisha kujining'iniza. Chanzo cha tukio hili ni kudaiwa ng'ombe na watu mbalimbali ambao waliwekeza ng'ombe hao kwa marehemu huyu. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya Kitete kwa ajili ya uchunguzi wa kitaalamu. Aidha, tuna tukio la kujaribu kujiua, tukio ambalo limetokea tarehe 7 mwezi wa 4 majira ya saa 9 za mchana huko maeneo ya Cheoyei, kata ya Cheo, manispaa na wilaya Tabora, ambapo mwanamke mmoja aliyetambulika kwa majina mwenye umri wa miaka 31, Mnyamwezi na mkazi wa Cheo, alijichoma kwa kisu tumboni baada ya kugombana na mpenzi wake. Ni kwamba mwanamke huyu alijichoma na kisu eneo la tumbo lake na kusababisha kutokwa na sehemu ya utumbo, na tayari amekamatwa, yuko chini ya ulinzi akiendelea na matibabu. Chanzo ni wivu wa kimapenzi, ambapo mhanga huyu aligombana na mpenzi wake aliyetambulika kwa majina mwenye umri wa miaka 33, Mgoni, anayefanya shughuli za bodaboda na mkazi wa Cheo, na kisha kuchukua hatua ya kujichoma kwa kisu tumboni. Hii ni mara yake ya pili kufanya jaribio la kutaka kujiua, na mara ya kwanza uchunguzi ulibaini kwamba alijaribu kujiua kwa kujirusha juu ya ukuta na kuvunjika mguu wake wa kulia. Mwanga amepewa pethidine na amepelekwa hospitali ya Kitete kwa ajili ya matibabu zaidi, ambapo amelazwa hospitali. Nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kuchukua tahadhari na kuchukua maamuzi ya kikatili na maamuzi ambayo pengine ya kukata tamaa. Kunapokuwa na migogoro mbalimbali kwenye mahusiano, ni vyema wanafamilia hawa kuhusisha ndugu na kutafuta utatuzi
pengine kwa kutumia mamlaka za serikali, ustawi wa jamii na jeshi la polisi, tunao dawati ambalo linashughulikia migogoro mbalimbali. Kwa hiyo kunapokuwa na migogoro ya kifamilia, ni vyema kuchukua hatua za kisheria badala ya kuchukua maamuzi ambayo yanakwenda kutengeneza madhara zaidi kwa wengine. Elia Baraka, Crown